Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Naamini kabisa unaendelea kusubiri kwa hamu siku ambayo dabi ya Kariakoo itakapopigwa, kwa sababu unavyozungumza nanyi ni masaa 48 tu yamesalia. Inawezekana si 48 such. Tunaweza sema ni kama siku mbili fulani na madakika yake kabla ya kushuhudia dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Majira ya saa 11 za jioni katika uwanja wa Stadio de Benjamin William Mkapa. Ni mechi ngumu kwa sababu pande zote hizi mbili zinahitaji kupata matokeo. Kikosi cha Young Africans wanahitaji matokeo kwa kiasi kikubwa sana, na kikosi cha Simba wanahitaji matokeo kwa kiasi kikubwa sana ili kujua ni nani ambaye ataenda kwa bingwa ligi kuu Tanzania Bara. Usisahau kinachotenganisha Simba na Young Africans mpaka sasa ni alama moja peke yake. Yanga yeye akiwa na alama moja zaidi ya Simba. So matokeo yote ya kushinda kwa Simba yanampa ubingwa, ya kushinda kwa Young Africans yanampa ubingwa, lakini pia anaitafuta sare. Leo imefanyika press conference kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi cha Simba na Yanga, ambapo Young Africans wameweka wazi viingilio, lakini pia wameweka wazi wale ambao walikuwa wamekata tiketi siku ya Machi 8 kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo wa tarehe 25, basi watumie zile tiketi, na kama ulisahau tiketi basi utakuwa na zile namba za tiketi, ama utakuwa na zile namba za kadi ambao ulitumia kununua tiketi, basi utakuwa unapata nafasi ya kuingia kutazama hiyo mechi. Young Africans wametangaza viingilio leo, na kama umesikia kwamba tayari kiingilio kimeshatajwa, na kama uko Dar es Salaam ama uko mikoa jirani ufanye uwe mtoko wako kiasili kwenda pale. Lakini tofauti na dabi nyingine tumeshuhudia Simba na Yanga, Yanga ndio ambao wametokea, kwa maana kwa upande wa msemaji wa kikosi ya Young Africans Ali Shaban Kamwe ndiye ambaye ametokea, lakini kwa upande wa kikosi cha Simba hatujamuona Ahmed Ali, na ni kitu ambacho kimeleta sintofahamu kidogo na sintokichambua. Kilichonileta hapa ni kukupa taarifa ya kwamba rasmi tushajua ni nani ambaye atauchezesha mchezo wa Young Africans dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club, ambapo Young Africans yeye atakuwa nyumbani. Na waamuzi hao wanaenda kuandika historia kwa mara ya kwanza katika soka hapa nchini Tanzania, kwa sababu tunaenda kushuhudia waamuzi ambao wanatokea nje ya nchi, kutokea nchini Misri na kutokea Somalia, ndio ambao watapata nafasi ya kuchezesha huu mchezo. Match commissioner ama kamisa wa mchezo ni mtu mmoja anaitwa Salim Omar Singano kutoka Tanga. Huyu ndiye Mtanzania peke yake ambaye yupo kwenye pea ya waamuzi ambao watachezesha mchezo. Mwamuzi wakati anaitwa Amin Mohamed Amin Omari, yeye anatokea pale Egypt, baadaye nitakupa historia yake. Na assistant referee number 1 ni Mahmoud Hamed Abu Ali Regan, naye pia anatokea Egypt. Na assistant referee namba 3 ni Samir Gamal Sahad Mohamed, naye pia anatokea Egypt. Fourth official anaitwa Hamed Mahrous El Gadou, ambaye naye pia anatokea Egypt. Na referee Asensia anaitwa Ali Mohamed kutoka Somalia. Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya soka kushuhudia waamuzi hawa. Mara zote haya yote kishatokea, watu wanaanza kujiuliza mwamuzi wakati yeye ni nani? Huyu mwamuzi wakati ana historia pana. Amin Mohamed Omari ni mwamuzi wakati kutoka Misri aliyepata beji ya FIFA tangu mwaka 2017. Amekuwa akitekeleza majukumu katika mechi kubwa ndani na nje ya bara la Afrika pamoja na michuano ya kimataifa. Ni baadhi matukio ambayo ameweza kuyachezesha katika karia yake. Ni mwaka 2019 alichezesha FIFA Under 17 World Cup. Aliteuliwa kushughulikia mechi kadhaa ikiwemo mechi za awali na mtoano, lakini pia alichezesha hatua ya robo finali. Mwaka 2019 pia alichezesha African Under 20 Cup of Nation, alisimamia mechi za vijana na hapo alichezesha mechi nyingi. Lakini mwaka 2019 hiyo akachezesha Africa Cup of Nation, ambapo alikuwa mwamuzi kwenye robin za baadhi ya mechi kwenye makundi. Lakini mwaka 2022 alikuwa pale Cote d'Ivoire, ambapo ilichezwa AFCON kati ya Januari na Februari. Aliteuliwa kuwa mwamuzi wa mechi ya ufunguzi kati ya Ivory Coast dhidi ya Guinea Bissau kwenye uwanja
uwanja wa Ali Hassan Ouattara Abidjan pale. Lakini pia alihudumu kwenye mechi nyingine za makundi ikiwemo mechi ya DRC Congo dhidi ya Tanzania, yeye ndiye ambaye alikuwa ni mwamuzi. Lakini pia alikabidhiwa mechi ya nusu finali kati ya Nigeria na Afrika Kusini, Super Eagles dhidi ya Bafana Bafana, akiwa kama mwamuzi mkuu. Unaweza ukaona ule uwezo wa kumaintain zile pressure za kisoka, the guy yuko vizuri. Katika mechi za mashindano barani Afrika mwaka 2018 hadi 2015 amechezesha mechi nyingi, akisimamia mechi kadhaa hatua za makundi, hatua ya mitoano, robo finali na katika michuano ya klabu bingwa pia alichezesha. Lakini pia ameenda kuchezesha michuano ya Arab Club Champion Club kati ya mwaka 2019-2020 akichezesha ile hatua ya preliminary round. Mashindano ya ndani ya Misri amechezesha Premier League ya Misri tangu mwaka 2013. Egypt final alichezesha mwaka 2023, aliteuliwa kuwa mwamuzi wa finali ya kombe la Egypt kati ya Al Ahly dhidi ya Pyramids, ambao tulishuhudia Al Ahly wakishinda bao 2-1. Lakini alichezesha mchezo Egypt Super Cup finally, ambapo aliusimamia mchezo kati ya Al Ahly dhidi ya Zamalek ulioongozwa Oktoba 24 mwaka 2024 huko Abu Dhabi. Al Ahly alishinda kwa mikwaju ya penalty ya 7-6. Ameteuliwa kuchezesha michuano ya michuano ya kombe la dunia, ambapo Mei mwaka 2024 CAF ilimteua kama mwamuzi wa mechi muhimu ya World Cup mwaka 2026 qualifiers kati ya Ghana versus Mali iliyochezeshwa June 6 mwaka 2024 huko Bamako. Kimsingi amechezesha michezo mingi, ni moja kati ya watu ambao wana biography kubwa. Hisia zimekuwa tofauti kwa baadhi ya watu, na moja kati ya watu ambao wamepinga hiki kitu ni pamoja na Skanda, ambaye mara nyingi nimekuwa nikikuletea yale anayozungumza katika ile akisema ushamba. Intelligence ya kawaida tu itakwambia tunakwenda kutengeneza tatizo lingine. Huu uamuzi unanipa majibu na majibu ya maswali yangu mengi ya kwamba bado mamlaka za mpira wetu zinawaza kinyume na kuendeleza watu wetu. Hii ilikuwa ni mechi kubwa zaidi Tanzania, pengine ndio mechi pekee ambayo ingewapa hadhi ya nyota 5 waamuzi wetu, lakini tunapokonya eti kwa kufikiria tunatibu tatizo la adabi, kumbe tunatengeneza tatizo lingine ambalo tunaweza tukashindwa kulitatua siku zijazo. Kama tumeona uamuzi wetu haufai kwenye dabi ya Kariakoo, basi tukubaliane hawafai kwenye ligi yote, kuliko haya mambo ya woga na ushamba. Tutengeneze daraja la umalaika kwa Simba na Yanga kiasi kwamba tunashindwa kuishi nalo. Ndio maana huwa anasema uongozi dhaifu. Makosa ya mechi ya Ken Gold mnapuuza, mechi za Kagera mnapuuza, mechi nyingine watu wananyongwa nyie mnapuuza. Mnaweka macho ya mechi mbili ambazo kimsingi ni mechi za ligi ambazo timu nyingine zinanyongwa na waamuzi. Timu zigome, zisikubali double standard. Chama cha waamuzi kigome, aidha waamuzi wote wa nje au waamuzi wa ndani. Kuna namna tunataka kwenda pahala ambapo tunaharibu zaidi. Kama ligi ni moja, basi tuwe na usawa, sio kuweka huu mchezo kuwa maeneo ya kishamba. Haya ni maneno yake. I don't know wewe kwa upande wako unasemaje. Nitafurahi zaidi kusikia ukizungumza chochote kitu. Na huyo ndiye mwamuzi ambaye atachezesha mchezo, ambaye kwa mara ya kwanza sasa tunaenda kushuhudia dabi ikichezeshwa na mwamuzi kutokea nje ya nchi. Bana, wewe unasemaje katika hili? Njoo tuzungumze katika comment. Lakini huyu jamaa alichezesha mechi ya nusu finali kati ya Simba dhidi ya Marumo Gallants, na utakumbuka ilikuwa robo finali by the way, na utakumbuka kwenye mechi ya marejeano ilimalizika sare ya 0-0. Bana, mimi nakushukuru sana na nitaendelea kusoma komenti zako. Kama kutakuwa na jambo la kuzungumza, basi nitarejea hapa tulizungumze. Shukran and bye bye.